Naam, mtazamaji, karibu tena kwenye upande wetu wa pili wa Tamrini. Kasichana Masha ndio jina langu na bado nipo naye Lensa Odingo kwenye upande wa lugha ya ishara, na kwenye mazungumzo ya siku ya leo kwenye upande wa Tamrini tuko naye Abraham Kironji ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kisiasa. Tunataka kuangazia tu masuala ambavyo jinsi masuala yanavyojiri hapa nchini, ikizingatiwa kwamba mtazamaji, kuna uchaguzi mdogo ambao unatarajiwa katika baadhi ya maeneo bunge na hata katika baadhi ya wadi hapa nchini, ambapo uchaguzi huo unatarajiwa kufanyika tarehe 27, na kulingana na tume ya IEBC, wagombeaji wa vinyang'anyiro hivyo basi wanafaa kuanza kampeni zao ifikapo tarehe 8 Oktoba, ambayo itakuwa Jumatano ya tarehe 8 Oktoba mwaka huu, na wanatarajiwa kutamatisha kampeni hizo tarehe 24 mwezi Novemba. Natumai huo muda utakuwa umewatosha bila shaka kuweza kufanya kampeni na wakazi wa maeneo bunge hayo kuweza kupata viongozi ambao watawakilisha vilivyo katika bunge la kitaifa. Karibu sana Bwana Abraham. Kwanza tu tukianza na swala ambalo tunalitarajia kwa sana, uchaguzi huu mdogo katika baadhi ya maeneo bunge na hata katika baadhi ya wadi. Je, unahisi kwamba baada ya uchaguzi huu tutakuwa tumepata taswira kamili ya jinsi uchaguzi ama yale ambayo tunafaa kutarajia katika uchaguzi tunaotarajia mkuu wa mwaka 2027? Karibu sana. Asante sana Kasichana Masha kwa nafasi ambayo umenipatia, na nataka kusema kwamba mambo ambayo tunaona ama mambo ambayo yamefika kisiasa kulingana vile siasa inaendelea na kulingana na hizo by elections ambazo tunatarajia, kumbuka kwamba watu wako na hali na taharuki ya kupata mabadiliko katika hali ya kisiasa. Kumekuwa na upinzani ambao umekuwa ukiweza kuinukia serikali ambayo iko katika nchi yetu ya Kenya. Kumekuwa na mipangilio hasa upande wa upinzani kujipanga jinsi ambavyo wanaweza kushikana na kuwa kitu kimoja. Na kwa hivyo sasa, na pia umejua kumekuwa na mambo hii ya Gen Z kusema kwamba serikali ifanye kazi. Kwa hivyo tunaona hii kampeni zinapofanywa na uchaguzi unapoendelea, kutakuwa na sauti ambayo itakuwa inaongelelewa ama mwananchi atakuwa nataka sauti yake isikike. Na pia tutakuwa na pia na ile hali pia kuweza kutest ile unity ama ile umoja wa upinzani. Kumbuka kwamba upinzani kuna maeneo ambayo wamesema watasimamisha mtu mmoja, sehemu fulani watasimamisha mmoja ili waweze kukabiliana na serikali. Kwa hivyo tutakuwa tuna hizi kampeni na uchaguzi zitakuwa zinazungumza kwa upana jinsi chama cha UDA na Kenya Kwanza na upinzani vile ambavyo wanafanya, na pia tutakuwa tunaona vizuri kuhusu upinzani wanaweza kugana kiwango gani. Kwa hivyo tunapogoja uchaguzi na tunapogoja hii kampeni inapoendelea, tutakuwa tunaona uzito mahali ambapo wamefika kisiasa. Wana uzito gani hasa upande wa upinzani? Wanaweza kuwa bado wana ushawishi mkubwa katika ground ama katika maeneo ambao wanapiga hizo kampeni ama wanasimama. Kwa hivyo itakuwa litmus test ya kuona jinsi hali ya kisiasa imesimamia. Tukiangalia kwa mfano eneo bunge la Kasipul, ambapo mwanawe aliyekuwa mbunge ambaye ni marehemu Ong'ondo Were, mwanawe sasa hivi ameweza kusimama na kutaka kugombea kiti hicho. Bado ile ni damu changa, bado ni damu mpya katika sakata ya siasa. Maoni yako ni gani kuhusiana na hiyo? Je, nguvu mpya ndio tunayopaswa kuiangazia zaidi hata katika uchaguzi ambao tunaukaribia, ama unazungumziaje swala hilo kwamba sasa hivi tumepata nguvu mpya, watu ambao hawajakuepo katika sakata nzima hii ya siasa? Ni jambo ambalo pia kila Mkenya ambaye analitazamia, lakini kumbuka kwamba Kasichana Masha kwamba kuna kura ambazo huwa Wakenya wanarusha ama wanapiga wakati ambapo wanapata ile kitu ama wakati wanataka kuonyesha sympathy vote, sababu unaona hapa ni mzazi ameondoka, na kwa hivyo kuna ile hali ya kuvumilia ile familia imepoteza baba, na kwa hivyo sasa sababu tumepoteza baba, wacha turudishe uongozi katika familia. So kuna wapiga kura ambao wanaangalia mambo kama haya, wanaangalia wanaona baba ameondoka, si turudishe kiti kwa boma kama hali ya kuonyesha kwamba tunaomboleza pamoja. Wanaleta ile kitu inaitwa sympathy vote. Na pia kuna jambo lingine ambalo pia wanaweza kuona kama kwa mfano
ukiangalia kama sasa tumekuwa na hii hali ya vijana ambao ni Gen Z wanasema kwamba wanataka kuingia katika uongozi. So utakuta kwamba jambo hili lina sehemu kubwa, linaweza kuleta ushawishi mkubwa kwa sababu Gen Z anataka kuona pia ana nafasi ambayo anaweza kuteua mtu wake. Hao pia kunao unaweza kuta watu hawa katika kiwango kingine pia wanaomboleza na ile familia. Waamue kusema wacha sasa pia tumpatie kura kama ishara kwamba tuomboleza na mzazi. Kwa hivyo kuna mambo kadhaa hapo inaweza changia, lakini sana sana tunajua kwamba ya muhimu ni viongozi wale ama wapiga kura wale waweze kutafuta mtu kulingana na manifesto yake, kulingana na vitu vile anataka kufanya. Kijana ule ajitokeze atoe manifesto yake, achaguliwe kwa sababu ya ile utendakazi anataka kufanya, si kwa sababu ya sympathy, si kwa sababu ya mambo ambayo sasa inaletwa ambao ni tofauti na utendakazi. Kwa hivyo tunatarajia mambo haya yakiwekwa, kwa sababu kuna watu watapiga kura pale kwa sababu wanaona manifesto huyu kijana ambaye ataweza kutoa. Kuna mwingine atatoa kwa sababu anataka kuonyesha anafumilia ile familia. Kwa hivyo kutakuwa na upiga kura wa mara mbili. Mtu ambaye anafuti kwa sababu ya manifesto, na kuna mwingine atapiga kura kwa sababu ya ile sympathy, na pia huyu ni mtu wetu. Kama hii ni Gen Z, tuache tupigie mtu wetu. Kuna mambo kama haya ambayo iko katika hali ya ground, na tutatarajia kuona vile wataweza kuamua. Na katika maeneo haya, je, wale wapiga kura wapya ambao sasa hivi wamejisajili, je, watakuwa na nafasi ya kuweza kupiga kura pia, ama ni orodha ya wale ambao walipiga kura mwaka 2022 ndio itakayotumika? Na kama hawa hawataruhusiwa kupiga kura sasa hivi, je, kutakuwa na uwakilishi wa usawa? Je, watahisi wamewakilishwa vilivyo, ama unazungumziaje hilo? Kulingana na zile advert ambazo tumepata katika all the media, social media na katika taarifa zetu, tumeona kwamba sehemu hizo ambazo kutakuwa na by elections, wale ambao wanajiandikisha kura hataweza kupiga kura. Kwa sababu naelewa vizuri kwamba wanapojiandikisha pale kuna procedure ama kuna sehemu ambazo wanafaa kufuata, ama kuna mpangilio ambao unafaa kufanywa. Na mpangilio mmoja ni kwamba wajaze tena weke kwa ile system, waigizwe katika orodha na vitabu ambazo zinahusika za IBC. Kwa hivyo watu hawa wataweza kupiga kura kwa sababu jambo hili halitakuwa limetimia. Hata hivyo najua watafiri kwamba ama wataona kwamba ni kama wamefungiwa, ni kama hawajapatiwa nafasi ambayo inawafaa. Lakini kwa sababu tunaelewa kumekuwa na challenge katika ama changamoto katika uongozi wa IBC, sababu tutakuwa na kiongozi wa IBC ameteua juzi. Kwa hivyo mambo haya yaliweza kudelay sababu tutakuwa na kiongozi. Na hii jambo unaona kwamba litaweza kuaffect hii by elections, sababu tungekuwa na chairman wa IBC kitambo angekuwa ashaanza hii mambo ya registration vizuri, kupangilia mambo vizuri, na pengine watu wako kwa register. Hata hivyo watasikia kwamba ni kama hawajahusishwa katika kuteua viongozi, lakini tunajua kwamba pia wanaweza chukua nafasi nyingine kukampenia wale ambao ama ule mtu akitaka achaguliwe awakilisha kwa niaba yao, sababu hakuna nafasi nyingine. Na unazungumziaje swala zima la, tukiangalia sasa hivi kuna vyama vingi ambavyo vimeweza kuibuka. Je, unahisi kwamba ama je kuna matumaini ya hivi vyama pia kuweza kupata nafasi, ama kulingana na mtazamo wako ni upi kuhusiana na vyama vipi ambavyo vimeweza kuibuka? Kuna kile cha naibu rais Rigathi Gachagua, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, na wengine ambao wameleta vyama vingine tofauti. Je, mtazamo wako ni upi kuhusiana na vyama hivyo ambavyo vimeibuka sasa hivi? Jambo la kwanza ni kwamba tuko katika nchi ya demokrasia, na nchi ikiwa demokrasia kila mtu anaruhusiwa kuwa na chama lake, bora atimize sheria, atimize malengo ambayo inatakana katika usajili wa hiyo chama. Na jambo hilo mimi naona ni zuri kwa sababu ni hali ya demokrasia. Hata hivyo tunajua kwamba kuna watu ambao wanaona kama ni hali ya kibiashara. Sana sana tuache tuangalie hali ya kidemokrasia kwa sababu kuna uhuru wa kisiasa. Na hizi vyama ni vizuri sababu pia zinaanza kuleta manifesto yao, zinaanza kusema yale mambo watakayofanya. Na mwaka wa 2027 tutakuwa na hizi by elections ambazo zinakuja, tutakuwa tunaona vile ambavyo vimefika, udani gani wamefika. Hata hivyo umeona kama chama ambayo umetaja DCP, tumeona kiongozi wa chama hiyo Bwana Rigathi Gachagua amekuwa kisuguka maeneo ya mlima, nje ya mlima, kujaribu kuhakikisha kwamba watu wanaelewa hii chama ama kuhamasisha watu kuhusu hii chama. Kwa hivyo wamekuwa kisuguka kumekwa ama kuhakikisha kwamba ile chama imeweza kujulikana na watu, imeingia kwa udani na watu wanaweza kuikubatia na kuikubali. Kwa hivyo chama hizi zinatokea ni nzuri kwa sababu unajua vile kulingana na siasa zetu za Kenya, vyama mingi huwa hazikai kwa muda mrefu.
ukiangalia kama vile chama cha KANU kilianza, ijapokuwa kiliongoza miaka mingi, kwa sasa hakina ushawishi wote. Unakuta vyama hivi isipokuwa kama Jubilee tumeona sasa imeanza tena kurudi, ilikuwa inakaa imedidimia, lakini naona sasa ni kana kwamba wanataka kuifufua. So vyama hivi za kitambo zinaenda zinazama. Angalia chama kama ya DP ni kama sasa haisikiki sana. Iko lakini haina ule umaarufu. Kwa hivyo kwa sababu kukosa umaarufu wa vyama vya kitambo, inabidi sasa wanasiasa kuanza vyama mpya waweze kuonekana wamekuja kwa njia mpya, waweze kushawishi umati. Kwa sababu hakuna vyama vya kitambo zinasikika sana. Ukiangalia kama chama ya UDA ni kama kwamba inazama, ni kama izami, na unakuta kwa ule muungano wa wakati wa President William Ruto pamoja na kiongozi wa ODM Bwana Raila Odinga, hapo ndipo uliona chama kile ni kama kwamba kimeanza kuweza kushika, lakini kilikuwa kinaanza kukataliwa. Hata hivyo bado hata saizi ni hali ambayo inahitajikana ifanyike, ni kampeni kubwa inafaa ifanyike ili chama hicho kiweze kuwa na ushawishi mwaka wa 2027. Kwa nini vyama hivi huwa havidumu? Kwa mtazamo wako, kwa nini vyama hivi huwa havidumu? Kama ulivyotoa mifano ya vyama vilivyokuwepo awali na sasa hivi ni kama viwiki tena. Kwa nini inakuwa hivyo? Kashana Masha, wacha niseme kwamba vyama havidumu kwa sababu unakuta kwamba vyama ambavyo tumekuwa nayo nchini Kenya inakuwa ni gari la kutupeleka kwa uchaguzi. Na sasa kila kiongozi anatazamia uchaguzi. Anapoanza hiyo chama yake, kwa mfano sasa tuko na EDCP inalenga mwaka wa 2027. Anapolenga mwaka wa 2027 kampeni ifanywe, viongozi wapatikane, inakuwa ni kana kwamba ametimiza ndoto. Lakini kama tunaweza kuwa na viongozi ambao wanakuwa na ndoto zaidi ya uchaguzi, tunaweza kuwa na chama ambazo zina mizizi. Viongozi ambao tuko nao waache kutekeleza vyama wakiona tu tunataka kupata viti mingi katika umbunge diwani, aache kuona hivyo. Lakini aone vile hii chama inaweza kusaidia wananchi wa Kenya akuwe na malengo zaidi ya kulenga katika uchaguzi. Na ndipo unaona kwamba vyama vyetu hazidumu kwa muda kwa sababu tunatazamia tu uchaguzi. Baada ya uchaguzi tunakuwa kwamba hatuna maono tena. Na hiyo ndio shida ambayo tuko nayo katika Kenya. Na kwa hivyo tunauliza viongozi wetu wawe na maono zaidi yatakaopita uchaguzi. Eneo bunge la Magarini vile vile pia bado ni miongoni mwa maeneo ambapo tunatarajia uchaguzi huu ufanyike. Na hivi majuzi, kama sijakosea, kama ni jana juzi, kuna mmoja wa waniaji aliweza kujitoa ambaye alikuwa katika anawania na chama cha DCP, lakini aliweza kujitoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Anafahamika kama Kalamawihu. Je, hii inaleta taswira gani katika chama hicho? Ni kwamba huenda ni uoga, ama wewe tayari nakupatia taswira gani kama mchanganuzi? Ukiangalia vile viongozi hao wanajipanga katika opposition, najua kuna viongozi kama Bwana Wamarwa ambao katika maeneo magharibi, kuna hiyo Kiropas Marara, na unakuta kwamba pia kuna kina Matiang'i kwa saidio, na kuna pia ya viongozi DCP. Kuna viongozi ni wengi katika sehemu katika upinzani. Na ukiangalia kulingana vile wanafanya ama kulingana vile mimi nimeona, ni kana kwamba maeneo fulani ambao wanaangalia ni chama gani na uchawishi na iko katika upinzani, wanaamka mtu mmoja katika hiyo chama. So sasa inakuwa kwamba si chama moja kinasimamisha kila mahali. So wanaangalia ushawishi ni mgani. Na kwa sababu wamekuwa na wakizungumza sana katika runinga, wamekuwa kiongea sana katika social media kwamba wataka kuwa na kiongozi mmoja ambaye pia ataweza kupigana na William Ruto katika mwaka 2027. Wanaleta pia kuleta hii picha katika pia hali ya by-election kwamba umoja ule wanataka imeanza tu saa hizi, si kungoja 2027, lakini saa hizi. Hata hivyo najua wale ambao wanasimamia ama wale ambao wanataka viti wakati mwingine wanalazimishwa na nabii, sasa itabidi ukae kando, itabidi sababu wengine si eti wanataka, lakini kwa sababu viongozi wale pia wanamtazamia, wanataka kuonekana kwamba hawana usemi katika uchaguzi, inabidi wakati mwingine wanafinya watu, wanaambia hapana, sitakupatia tiketi. Inabidi kwamba mtu aweze kujiondoa. Unaelewa kwamba katika hii hali ya by-election ni gumu sana kiongozi ama ambaye anapigania uongozi katika hali ya independent anaweza kushida wakati huu, kwa sababu kutakuwa na umaarufu sana katika wakati ule. So inabidi kwamba chama ikushike mkono, na kama chama ikushike itoe. Na endapo ametolewa kama hivyo ulivyopeana mfano, je, hiyo inaleta uhuru wa kidemokrasia kweli? Inaweza kosa kuleta uhuru wa kidemokrasia, lakini kumbuka pia unapewa uongozi ama unapewa tiketi na chama. Na chama pia
ikiwa katika chama ya demokrasia, wakati mwingine kuna mahali ambapo inafika na wao wanasukumia mambo kwa sababu pia wanataka kupata ushawishi. Na wakaangalia wana kwamba kuna mahali watapoteza ushawishi, itabidi wamfinye ndio waweze kuonekana kwamba wako sawa. Kwa hivyo vitu zingine zinatendeka, zinaweza kuwa si sawa, lakini sasa unaona kwamba mtu ule chama si chake. Kwa hivyo hana ule usemi. So kwa hivyo demokrasia inakuwa ni kama inafinywa kwa sababu ya kitu tunaita umaarufu wa chama. Endapo kwa mfano mtu kama yule ndio alikuwa kipenzi cha wakazi wa eneo lile, je, hii inawaathiri vipi wakazi hasa wa eneo hilo? Kama alikuwa ndio ambayo anapewa kipaumbele ama anapendwa katika maeneo hayo, hapo ndio unaona kwamba inafika wakati wa uchaguzi watu wanakosa kutokea. Kunakuwa na ile voter apathy. Wanakasema kwamba hatutokei, hatupatia mtu wetu. Wanakatalia kwa manyumba kwa sababu wanaona ule alikuwa sauti yao hajapatiwa nafasi. Kwa hivyo unakuta kwamba pia mtu ule pia anasikika, ule mpiga kura anasikika amefinywa, na kwa hivyo nasema sijitokezi. Kwa hivyo unakuta kwamba inaathiri siasa, inaathiri maendeleo yale. Unakuta kwamba mtu ambaye pengine hakuwa nafadi anachaguliwa, na inakuwa kwamba sasa inakuwa ni majuto baada ya majuto. Kwa hivyo tukiomba viongozi wetu waweze kutilia manani mambo kama hayo, walete demokrasia, waelewane kabla. Mambo kama haya wangekuwa wamejipanga awali. Kabla watu waweze kujitokeza na chama, waweze kuwa wameketi kabla na kusema chama ambacho kitateua mpiganaji ni hii chama. Ili tusikuwe na mtu akona hii chama, mwingine hii chama, baadaye anaambiwa hapana, hatuwezi kuteua mtu kwa hii chama. Kwa hivyo viongozi wetu katika sehemu ya upinzani wanafaa kuwa waangalifu sana, kwa sababu hapo wanaweza leta shida, wanaweza leta dosari ya kisiasa, wanaweza leta maumivu katika hali ya kisiasa, walete vidoda katika hali ya kisiasa. Waketi chini kabla ya jambo hili kutendeka, ili wanaposimamisha mtu, hakuna mtu atasikika kwamba ameadhirika. Jambo kama hilo lingefanywa kabla, kama ni watu wanasema watasimamisha chama kama hiyo sasa ya Bwana Amaro wasema ni wao watasimamisha, sasa ingekuwa rahisi wao waweze kugombea katika hiyo chama, wafanye ile nominations katika hiyo chama bila kuwa na chama mingi. Kwa hivyo hii ni shida iko katika hali ya upinzani, lakini ni somo pia kwao washikane mapema. Na hilo linaweza kurekebishwa ama kubadilishwa? Linaweza kubadilishwa, linaweza kurekebishwa, kwa sababu hata mzungu anasema we run through mistakes. We run through mistakes. No. Na kwa hivyo unajua pia hata viongozi wetu wanaangalia, wanaona mahali wanakosea. Na nafikiri ni jambo nzuri ambalo linawapatia somo. Ili kifika 2027 wakuwe pia wameweza kujipanga vile inavyofaa. Kwa hivyo kila kitu ni somo, na mtu akipitia hiyo somo najua atakuwa bora kesho. Na je, elimu hii inafikia yule mpiga kura wakati anapo ataenda kuchukua ile kadi yake ya kupiga kura? Je, elimu kama hii anaweza kuipata kwamba mambo hutokea kama haya, kwamba yule ambao unaweza kuwa unatazamia kwenda kumpigia kura au anaweza kosa kuwa kwenye kinyang'anyiro hicho, na ni kwa sababu ya siasa hivi ama ni kwa sababu ya maelewano kama haya? Je, yule mpiga kura ana ufahamu wa masuala kama haya? Wapiga kura wengi, niseme wengi, si wote, wengi hawana ule ufahamu. Nakuta kwamba hata mtu anaenda akichukua kura kwa sababu fulani anasimama. Na hatujafika hata nomination. Uchaguzi hujafika. Kama sasa usajili wa chama wa kupiga kura ushaanza. So nakuta kuna watu ambao wamesema kwamba nitasimama. Kwa hivyo familia yao na marafiki wanaanza kuchukua kura kwa sababu ya yule mtu. Ikifika wakati wa nomination kwamba hajahitimu, inakuwa kwamba sasa hata simama. Sasa hapa ndio unaona sasa watu wale wanaathirika. Wanaona kwamba mtu wetu asimami, hiyo uchaguzi hataifai. Unakuta kwamba mtu ule anasikwa na kidoda katika moyo wake. Na kwa hivyo wapiga kura ni vizuri waweze kujua kwamba si lazima mtu ambaye unatarajia kuchagua anaweza simama, anaweza kosa kusimama. Lakini wewe jua, hata kama mtu hata simama, tafuta mwingine pia ungempendekeza akuwe kiongozi. Tusikue watu ambao unafika mahali unasema hautapiga kura kwa sababu fulani asimami. Itakuwa baya, kwa sababu pia tutapata viongozi ambao hatuwafai ama hawafai, na viongozi ambao pia tutaanza kulalamika baadaye. Kwa hivyo mimi ningeomba wakuwe na hali ya kuelewa kwamba mtu wake anaweza kosa kusimama, lakini usikatae ama usikose kwenda kupiga kura kwa sababu so hasimami. Ni vizuri kujikaza na kuchagua kiongozi mwingine ambaye unaona ni bora ukikopea na ule ambaye kusimama. Na tunaweza kuona ni kama siasa ama uchaguzi ni kama unaegemea sana mirengo, kwamba kama eneo fulani ni ngome ya chama fulani, basi lazima mtu fulani apite kwa sababu yuko katika chama hicho. Na kama eneo fulani basi ngome yake ni chama fulani, lazima mtu wa hicho chama lazima ndio aweze kusimama.
Hiyo unaizungumziaje, na tunaposonga mbele hiyo, je, inaweza kubadilishwa ama hiyo ipo sawa nyinyi kama waelewa wa siasa? Ni changamoto ambayo tuko nayo katika taifa la Kenya kwamba vyama vyetu ambavyo vinatuongoza zinatoka katika sehemu ambavyo tunatoka ama pahali watu wanatoka. Unakuta vile umeeleza, kuna vyama ambavyo unakuta kwamba maeneo fulani ina usemi, kwa sababu tumekuwa na viongozi ambao wanataka kupata ile backup kutoka na mahali ametoka, kutokana na tuseme kabila lile anatoka, wacha nitumie lugha. Kwa hivyo sasa unakuta kwamba kama umepeleka chama ambazo si za maeneo ile, unakuta kwamba ni ngumu sana yule mtu kupata uchaguzi. Hata hivyo imefika mahali sasa Wakenya wameanza kuelimika na kuanza kuona naweza kuwa na mtu wa kwetu ambaye amechaguliwa ako kwa ofisi na akose kunisaidia. Zamani watu walikuwa wakielewa kwamba kama nimechagua mtu wa kwetu tutaweza kupata maendeleo, tutapata makazi, tutapata maendeleo. Lakini sasa unakuta kwamba kuna watu katika hali hiyo pia wanachukua uongozi katika maeneo yao na watu wao hawakufaidika. So Wakenya wamefika mahali wanaanza kuona kwamba siasa si ukabila. Siasa ni kuangalia manifesto ya mtu atafanya namna gani, na pia kufahamu kwamba unaweza kuwa na mtu wa kabila lako na akose kusaidia. Unaweza kuwa na mtu ambaye si wa kabila lako akusaidie. Kwa hivyo tumepata pia changamoto wakati kumekuwa na hii Gen Z movement ambao wamesema kwamba ni partyless, tribalist. So wanaanza kusema mambo haya ambayo tumekuwa tukiyafuata hayafai kamwe, kwa sababu hatufai kuchagua viongozi kwa sababu ni wa kabila letu ama kwa sababu umetoka kwetu. Unakuta kwamba tunarudi nyuma ama taifa la Kenya linarudi nyuma kwa sababu ya hali hiyo ya kuangalia mtu wetu. Umeona kwamba wakati mwingine viongozi wanapokosea ama wanashikwa na hali ya corruptions, wanatokea kwa news kwamba wako katika hali ya kuchuguzwa sababu ya wizi na nini. Inafika mahali sasa unakuta wafuasi wao wanakuja kusema hapana, wachana na mtu wetu. Mnatafuta mtu wetu, mnataka kumaliza mtu wetu. Lakini anapopora mali, hapori mali anapelekea watu wale. Anapora mali anatumia na familia yake na watu wake. So watu wanaanza kuona kwamba kumbe wewe unapopora unapora peke yako. Unapopata shida unakuja unatuambia tukusaidie. So Wakenya wameanza kufunguka mawazo na kuona kwamba watu wafai kuchaguliwa sababu ya maeneo ambao wametoka ama kabila ambao wanatoka, lakini watu ambao wana tabia na itikadi njema. Kwa hivyo mawazo ya watu yameanza kufunguka, na kwa hivyo tunatarajia 2027 haitakuwa ni chama chetu, haitakuwa ni mtu wetu, itakuwa ni kiongozi aliye na manifesto mzuri, itakuwa ni kiongozi ambaye anafaa. Kwa hivyo utakuta kwamba ile mambo ambayo tunasemanga suti, hali ya suti itaanza kuwekwa ile tunasema nguo ambazo zina madoa ambazo zina utakuta kwamba watu wanataka kuchagua chama hii na hii kwa sababu wanataka kusikiza utatufanyia nini, wala si wewe ni mtu wetu. Na je, pia tutarajie vizazi vya Gen Z kujitokeza kwenye kinyang'anyiro mwaka 2027? Je, tutarajie idadi kubwa ya hao vijana kugombea nafasi za uongozi ama mnasemaje? Kuna matarajio makubwa kwa sababu unajua kwa kawaida vijana hawajakuwa kitokea. Uchaguzi ambazo zimepita tumekuwa tukiona vijana wetu ikifika wakati wa kupiga kura yeye atokei. Wengi hawajakuwa kichukua kura. Unakuta kwamba wanaochangia ni wazazi. Vijana wachukui kura. Hiyo siku ni siku yao kulala na kustarehe na kugoja nani atachaguliwa. Lakini kwa sababu ya vile ambavyo wameanza kuona ni kama wanasahulika katika uongozi. Kiongozi anapochukua uongozi anateua watu ambao ni wazee, akumbuki vijana. Sasa vijana wanaanza kuona sasa hii mambo inafanya turudi nyuma. Kwa hivyo wacha na sisi tukue mstari wa mbele wa kupiga kura. Na ndio umeona sasa wameanza kutokea, wameanza kusema pia watakuwa katika hali ya uongozi, wanataka kuhusika katika uongozi. Wakati wa demonstration nasema wataleta viongozi ambao ni Gen Z. Kwa hivyo katika hali hiyo wameanza kuelimika kuona vile ambavyo hajakuwa kitokea imewaadhiri kimaisha, na unakuta kwamba nafasi nyingi hawapati. Kwa hivyo vijana wameamua, hata wakati ambapo kimetangazwa IBC as a registration, wameamua, wamesema kwamba wataenda kuchukua kura zao ili sasa nao waweze kuwa na viongozi ambao ni vijana. Na kama si vijana watachagua kiongozi yote ambao wataweza kupea kura, wataona kwamba walichangia. Na kwa hivyo wako na usemi katika hiyo serikali. Wanaweza kusema tulipiga hii, tulifanya hivi, kwa sababu unajua pia hii siasa pia iko na hali ya negotiation. Pia tuliweza kuchangia katika uongozi huu. Sisi tunafaidika namna gani? Kwa sababu bila negotiations ama bila wakati mwingine bila hizo support utakuta kwamba wanaweza pia kusaulika. Kwa hivyo vijana wameweza kufunguka na tunatarajia kwamba 2027 watatokea kwa wingi ili waweze kuchagua kiongozi ambaye anastahili. Lengo kuu la serikali jumuishi ilikuwa kuhakikisha kwamba serikali inafanya kazi kwa pamoja, serikali ambayo iko mamlakani na hata serikali ambayo ilikuwa kwenye upande wa upinzani.
Je, unahisi ama mnahisi kwamba hili pia limeathiri hata huu uchaguzi mdogo ambao tunaotarajia? Je, pia imekuwa kikwazo ama imekuwa ya manufaa katika hata pia uchaguzi ambao tunaotarajia? Hali hiyo imechangia kwa sababu najua kwamba serikali hii ilipochukua uongozi watu walikuwa na matarajio makubwa sana, na matarajio ambayo walikuwa na vile umesema ni kufanya kazi pia na watu ambao saizi wako katika upinzani. Lakini hata hivyo hawakuweko. Sasa ndio hao unaona kwamba sasa wameanza kupiga ile serikali. Kwa hivyo sasa hii jambo ndio unaona kwamba katika by elections hao viongozi nao wamejipanga sawa sawa, ni kwamba ni wanataka kulipisha kisasi kwa sababu hawako katika serikali. Unakuta kwamba kama kinara wa ODM ako katika serikali kwa sasa, unakuta kwamba sasa yeye katika hali hiyo atakuwa anashirikiana na serikali, lakini hao wengine ambao hawajahusishwa kwa serikali, hao ndio watakuwa katika tatizo katika wakati huu wa kampeni. Na kwa hivyo wanafikiri kwamba wanaona kwamba ni kama wametengwa, ni kama hawako pale katika kipaumbele na katika uongozi, na hiyo jambo inaweza kuleta madhara katika hali ya kisiasa. Na je, hilo linaweza kurekebishwa kabla hata tufike hapo ndipo tusipate hata hayo madhara ambayo huenda yanakadiriwa? Yanaweza kurekebishwa. Kuna mambo ambayo yanafaa kubadilishwa katika our constitutions. Kuna mambo ambayo ilikuwa unakumbuka kuna wakati BBI ilikuwa imeletwa pale wakati wa uongozi wa Uhuru Kenyatta, ile ambayo ilikuwa inasema kwa sababu winners take it all, atisi kuwe na kushare. Wewe usipopata kunakuwa na serikali ya opposition ambayo pia inapata sehemu fulani ya keki. Kwa sababu itakuwa ni vigumu sana kuwa wewe umepiga kampeni, umeongoza, tena unaleta wale ambao walikuwa na kupinga na pengine wana ushawishi mkubwa. So lakini hizi vitu ambazo za kikatiba kama zinaweza angaliwa ndizo zinaweza saidia Kenya yetu, kwa sababu hapa ni kupenda kwa abaya na shida. Kuna pia mapendekezo kama ilikuwa ifanyike katika serikali ya Kenya Kwanza ambayo ilikuwa inapendekeza vile ambavyo unafaa kuangalia opposition. So kama tunaweza kuwa na kubadilisha kwa our constitutions, tuweze kuangalia watu kama hawa ambao wanagombea na una ushawishi waweze pia kuwa katika uongozi, ili waweze kuangalia, ili kila Mkenya afiri kwamba ako katika sehemu ya uongozi ama katika serikali. Unakumbuka kwamba wakati viongozi kosa kupata kura, waliompatia kura wanahisi kwamba ni kama wamepoteza, ni kama hawana sehemu. So katiba ndio tu inaweza kuangalia kwamba kila mtu anahusishwa, na viongozi wetu pia wasijipende, waweze kushiriki hii keki kwa Kenya wote kwa jumla. Wizara ya Fedha imetenga takriban shilingi bilioni 1.046 ya uchaguzi huu mdogo ambao unatarajiwa katika uchaguzi wa maeneo bunge takriban 6, wadi takriban 10 na kitu. Kwa hivyo uchaguzi kama wa maeneo 24 hivi kama sijakosea. Je, unahisi hicho kima kinatosha, kiko sawa, ama hata ni pesa mingi sana zaidi? Pesa zile zasikika kama ni pesa mingi. Lakini sasa swali ambalo tunafaa tujiulize, ni nani huyu ambaye anafanya hii audit anaona kwamba hii ndio inafaa? So unakuta kwamba kiongozi wa IEBC ndio anasema nataka hii. Lakini hakuna mtu akuuliza tupatie orodha ama tupatie costing, tupatie vile vitu ambazo unafaa kutumia ni za pesa gapi. Hakuna mtu ambaye ameweka pale kuangalia budget yake ilivyo namna gani. Kwa hivyo inatuonyesha pia kuna problem ama kuna shida mahali fulani, kuna changamoto mahali fulani, kuna mianya ambayo inafaa kufungwa, kwa kwamba the auditors ambao wanafanya kazi ya auditing pia wahusishwe katika hizo quotation kama hizo. Si kuhusishwa tu wakati kitu inafanywa, kama budget imefanywa ama kazi imefanywa unakuja kuaudit what is done. Wanafaa pia kuaudit what is ile pia kitu ambacho ama ile pesa ambayo pia inaitishwa pale. Kwa hivyo unakuta kwamba kiongozi wa IEBC ambao tumeona hata wapo ambao wameondoka wamekuwa wakisema tunataka hizi pesa, tunataka hii pesa, lakini hakuna panel ambayo inapitishwa kuangalia zile fedha kwamba zinahitimu ama zinafaa kutumika pale. So unakuta kwamba kunaweza kuwa pia na ubadhirifu wa pesa, kwa sababu hakuna mtu ambaye anakagua kabla hii pesa iweze kuangaliwa. Kwa hivyo ni maombi tunaomba hata kwa serikali kuwe na namna kukagua hizi vitu ama hizi pesa ambazo zinaitishwa, inakaguliwa kabla iweze kuwa approved katika hizo institutions ambazo zinaomba pesa, ili tuhakikishe kwamba hakuna ubadhirifu wa pesa katika taifa la Kenya. Usajili wa wapiga kura unaendelea. Una lipi la kumwambia yule ambaye sasa hivi ameenda katika kituo na kutaka kadi ya kura? Nigeomba kwanza ule ameenda kupiga ama ameenda kuomba kura, kwanza nimempongeza, niseme hiyo ni jambo nzuri,
na umefanya vizuri sana kwenda kuchukua kura. Na hiyo kura ukichukua, ujue kuna kuchukua kura na kuna kupiga kura. Usichukue hiyo kura alafu ikifika wakati wa kuitumia hauitumii. Ifike wakati wa kupiga kura wewe hauendi ujitokeze kupiga kura. Ningeomba uchukue kura vile umejitolea kuchukua kura, uweke vizuri na siko kupiga kura. Hata kama line itakuwa mrefu, uvumilie upige kura. Na wale ambao hawajajitokeza na hamna kura, mimi ningeomba muweze kujitokeza, muweze kuchukua kura na mpige kura. Mjue viongozi wabaya wanachaguliwa na watu ambao hawakutokea kwa boma. Tunakuta kwamba mtu anaweza kusema fulani ni mbaya, lakini hakupiga kura, kumaanisha kwamba kama angepiga kura huyo mtu mbaya hangepata uongozi. Kwa hivyo tujue kwamba wale watu wapige kura wanafanya tuwe na viongozi ambao si wazuri, viongozi ambao ni wabaya, kwa sababu walipitishwa na watu wengine waliotaka usemi wao usikike katika kupiga kura. Kwa hivyo ningependekeza Wakenya popote walipo, every locations, kila katika taifa letu la Kenya, wajitokeze wachukue kura, wale ambao wana kura na wale ambao wanataka kuchange mahali ambapo wanataka kupiga change, pigage kura. Tujitokeze, wajitokeze wote, tuhakikishe kwamba 2027 tuna usemi wa kutosha kuleta viongozi ambao tunataka. Tukimalizia, maana naona muda unayoyoma, hawa wagombea ambao kwenye uchaguzi mdogo ambao tunatarajia ufanyike tarehe 27, ni kwamba wamepewa takriban muda wa kama mwezi ama wiki kama 3 hivi ama 4 za kuweza kupiga kampeni zao na kuweza kueleza sera zao kwa wakazi wao katika ile maeneo ambao wanataka kugombea. Je, huo muda unawatosha ama kivyako wewe unahisi vipi? Muda unaweza kuwa mdogo ama mkubwa, lakini kumbuka sasa hapa marubano ambayo itakuwa ni ya vyama. Sana si candidate. Ni vyama itakuwa vinarubana. Na kwa sababu vyama vina umaarufu, zinaelewa kisiasa, ni viongozi ambao wamekuwa katika wamekuwa vigogo katika siasa. Hao ndio tu watakuwa najitokeza. Utakuta kwamba viongozi wenyewe ndio wanakuja kufanya campaign. Sana itakuwa makabiliano ya vyama, wala si viongozi. Hapa ni vyama vitakuwa vinaongea. Kwa hivyo wale wako sawa, kwa sababu wanasiasa wenyewe washajipanga na watakuwa na uwezo wa kusema na kushawishi. Neno lako la mwisho tukifunga? Neno la mwisho ni kwamba tujue mahali tumefika kwa sababu ya siasa. Kama kuna vitu ambavyo vimetendeka vibaya, vimetendeka kisiasa. Kama vimetendeka vizuri, pia vimetendeka kisiasa. Kwa hivyo ningeomba Wakenya tuhakikishe kwamba tunatake control ya siasa za nchi yetu ya Kenya. Wale ambao wanachukua kura wachukue, na sisi pia maeneo ambayo kuna by elections. Na mimi naomba Wakenya wote ambao wana maeneo hiyo waweze kutokea na wapige kura wakati utakaopofaa, ili tuweze kupata viongozi wanavyohitajika. Kwa hivyo nitasema kwamba wacha Wakenya tuchukue ushukani kuhakikisha kwamba viongozi wetu tunawamulika, hata wale ambao hawajafika hapa, hata wale ambao wanatuongoza saa hizi. Wacha tuwaambie hata mambo tukitaka yatendeke. Kama kuna vitu ambavyo yatendeki sawa, tusinyamaze, lakini tuogresha katika maofisi, katika njia zote kuhakikisha kwamba wanasimama ama wanafanya kazi ambayo wanafaa kufanya. Naam, asante sana Bwana Abraham kwa muda wako, lakini shukrani pia za dhati mtazamaji kwa kuweza kutupatia sikio lako na jicho lako. Napisha jamvi kwa mwenzangu Abdiaziz Hashim, tayari ashawasili studio akupasha na ujiri kwenye habari za saa 7 mchana. Kasichana Masha ndio jina langu, Lensa Odingo nikiwa naye kwenye upande wa lugha ishara. Hadi wakati mwingine, nakutakia mchana mwema. Kwaheri.